Uhali gani mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya Scout barani Afrika yanayotarajiwa kufanyika Machi 4 mwaka huu, ikiwa ni sehemu ya chama cha Scout Tanzania kutimiza miaka 100 tangu kuanzishwa kwake. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Leonard Akwilapo ametoa taarifa hiyo leo jijini Dar es Salaam kwa niaba ya Rais wa Chama cha Scout Tanzania ambaye ni Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Joyce Ndalichako. Zaidi ya yale matembezi ya Jumamosi, pia kamati ya maandalizi imeandaa chakula cha hisani ambacho kitakuwa ni siku ya tarehe 24 mwezi wa pili, ambapo vile details zake nitamwomba kamishna atazitoa, lakini tuna bahati kwamba mgeni rasmi katika chakula hiki cha hisani atakuwa ni waziri wetu mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Na uskauti hapa nchini kwa sababu ni miaka 100 ulianza Zanzibar mwaka 1912 na baadaye ukaja Tanzania bara mwaka 1917. Kwa hiyo kwa nchi ina maana ni zaidi ya miaka 100 tangu 1912 mpaka sasa ni miaka labda zaidi ya 100. Lakini ukichukulia 1917 ambapo scout ulianza huko Tanzania bara, basi mwaka huu ndo tunaadhimisha miaka 100. Kama mnavyoona sasa hivi ushirikiano jinsi tunavyoupata hata kwa wizara. Kwa hata wizara sasa imeamua kutokana na shughuli zile ambazo tunazifanya, uaminifu, uadilifu ambao tumeuonyesha, kazi nzuri ambayo tumezionyesha pale scout, na sasa hata serikali imeweza kutuamini kwamba scout sasa ni chombo pekee ambacho ndio kitakuwa ambacho kitasaidiana na serikali katika kulea watu. Kwa hiyo mimi nasema scout sasa hivi uko juu sana. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili. Kufuatia kuwepo kwa upepo mkali baharini na kusababisha uhaba mkubwa wa samaki, bei ya samaki katika soko la samaki la Feri jijini Dar es Salaam imeongezeka maradufu, huku wafanyabiashara wa samaki wakisema kama hali hiyo itaendelea kuwa hivyo watalazimika kuacha biashara hiyo. Wakiongea na Kurasa leo, wafanyabiashara hao wamesema samaki wengi wanaopatikana kwa sasa ni aina ya dagaa mchele, kibua na ngisi, huku kukiwa hakuna wateja wa kununua samaki hao kutokana na ongezeko hilo la bei. Hali ya samaki, kile kindoo kile tunachonunuaga wakati wa samaki wakiwepo tunanunua 30 mpaka 25. Kwa sasa hivi tunanunua 55, 70 mpaka laki wakiwa wapya, wakiwa leo. Tunanunua bei hizo. Wateja ni vile tena kwa kudunduliza. Hawa naweza nikauza hata siku 2, siku 3. Hawa kidogo nilichonunua hichi. Ngisi na pweza kikawaida huwa wanauzwa kilo kuanzia shilingi 6,000 mpaka shilingi 5,000, lakini sasa hivi wamepanda kuanzia shilingi 8,000 mpaka shilingi 10,000 bei ya kilo ya ngisi na ya pweza. Kwa mfano hao dagaa mchele ambao nawauza leo wamefika mfuko 60,000 kwa sababu ya upepo mkali, na bei za kawaida siku zote tunanunua 30,000 mpaka 15,000, lakini leo imefika 60,000 kwa sababu ya hali ya upepo jinsi ilivyo. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Hali mbaya ya uchafu inayosababishwa na watu kutupa taka katika mifereji imewalazimu wakazi wa Kinondoni Shamba leo kufanya usafi katika mifereji hiyo kutokana na kutoa harufu mbaya, huku mifereji hiyo ikiwa katika makazi ya watu. Wakiongea na Kurasa, wakazi hao wamesema uchafu uliokithiri ndani ya mifereji hiyo umekuwa ukisababisha kutoa harufu mbaya iliyochanganyika na maji machafu, na hivyo kuleta hofu kwa wakazi hao juu ya uwezekano wa kuugua magonjwa ya milipuko. Usafi ndo kama hivi, vijana wafanya usafi, na serikali za mitaa zinakuwa asijitolee kufanya usafi. Kama hivi unavyoona ni mtaro kama hivi mchafu nini, mvua ikinyesha maji yanatoka juu na matakataka maji yanakuja hapa, mauchafu yanabakia kwenye mtaro kama hivi unavyoonekana, mtaro mchafu nini, hausamini mtaro. Ndo kama hivyo watu tunajitolea kusafisha mtaro kama hivi. Kutokana hali ya mazingira, mzee kasema watu tufanye usafi. Umeelewa? Tunafanya usafi kama hivi, matakataka aje kuchukuliwa, mpaka tusengea tunaamua kuwasha moto kama hivi, maji kama haya ya chooni hayamwagi dawa. Umeelewa? Takiwa vitu kama hivi serikali ya mitaa ifuatilie vitu kama hivi.
Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa, jina langu ni Elikunda Materu. Endelea kutazama vipindi bomba na makini hapa EA TV.